Kupanda kwa bei ya mafuta kumeendelea kuwa changamoto kubwa kwa wavuvi wa Marenga, eneo la Budalangi, ambapo shughuli za uvuvi zimeathirika pakubwa na kupunguza kipato cha familia nyingi zinazotegemea sekta hiyo. Wavuvi wanasema gharama ya kuendesha boti zimepanda kwa kiwango kikubwa, hali inayowalazimu baadhi yao kupunguza safari za kwenda ziwani, huku wengine wakiacha kabisa kazi ya uvuvi. Wenye wananunua samaki kutoka kwa soko kama Bumala, Busia hawakuji juu mafuta imepanda sana. Alafu pia imeaffect watu wa baharini wa kwenda kuvua samaki. Mafuta imekuwa juu, sasa imebaki hawaendi baharini, samaki pia hatupati, hatuna hata kazi ya kufanya. Athari hizo zimeanza pia kuonekana sokoni, ambapo biashara ya samaki na omena imepungua kutokana na upungufu wa bidhaa. Sasa hata hii ugali napika ofisa, sina vile nitafanya hii ugali. Heri nipike tu, hata nyinyi vile mmetembea kama nyinyi wageni wangu. Sasa mimi naona tu mtasaidia mimi kukula hii ugali. Wafanyabiashara wanasema samaki wanaofikishwa sokoni ni wachache kuliko ilivyokuwa awali, hali iliyosababisha bei kupanda na kupunguza mauzo. Saa hii ukienda kwa ziwa Lake Victoria unapata kwamba samaki ni kidogo sana. Viongozi wa sekta ya uvuvi katika eneo hilo wanasema changamoto hizo zimekuwa zikiongezeka bila suluhisho la haraka, wakieleza kuwa msaada wa serikali bado ni mdogo licha ya mchango mkubwa wa sekta hiyo katika uchumi wa eneo hilo na taifa kwa ujumla. Ukiangalia hali ya maduka ambazo zinauza vifaa za uvuvi zimefanya nini, zimefunga kwa sababu bei hata ya net imetoka shilingi 4,500 iko karibu shilingi 6,000. Ni sababu tu ya mafuta, ambapo sasa hali imekuwa ngumu, biashara imeharibika. Itabidi sasa hii sekta ya uvuvi itakuwa kama yenye inakufa. Tunaomba serikali isaidie kabla hali haijakuwa mbaya kabisa. Hasara ambazo wavuvi wamekumbana nazo ni pamoja na kupungua kwa mapato ya wavuvi kutokana na gharama kubwa ya mafuta, kupungua kwa safari za wavuvi kwenda ziwani, baadhi ya wavuvi kuacha kabisa kazi ya uvuvi, na mwishowe kupungua kwa upatikanaji wa samaki na omena sokoni. Kwa sasa kutokana na hali hii ya kupanda kwa bei ya mafuta ambapo kumesababisha kupanda kwa bei ya samaki sokoni, wakazi wa eneo hilo wanataka serikali kuingilia kati na kuokoa sekta hii ya uchumi. Nikiripotia runinga ya Tandao, jina langu ni Gela Situma.